election. Akaambiwa teremka hivi. Utafika kwa Basham 3. Ni mahali watu wanakuwa na rest. The direction of God lead to your place of victory. Naomba wana mlipoteza biashara. May God guide you this month in the name of Jesus. Bible inasema Psalms 119:105. Wacha nikusomea hapa. Your word is a lamp to my feet and the light to my path. Tunanenea mwezi wa 9. Hatutapita kichaka tena. Ile barabara Mungu atakuonyesha. May Psalms 119:105 itimie. Anasema neno la Bwana ni taa ya miguu yangu na anamulika ile njia nitakayoiendea. May God write on your path in the name of Jesus. May God give you a right in your path in the name of Jesus. Amen. And it lead to victory. Hallelujah. Ile hatua utachukua ile tulisema hapa baada tukasema hata wale mnaenda kuuliza kazi usiende tu kuuliza, uende kule umielekeshwa. Sema amen. Ukifika upatane na mwenye huko aliyekuwa anangoja mtu kama wewe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema haleluya. Aliambiwa na akaambiwa mahali atakwenda. Wakaenda mahali watu wanakaa chini ya miti. Ilikuwa Basham 3. Kana meko gogo. Wala unajua miti sijui Kiswahili inaitwa nini? Hiyo miti kwa tumajani kidogo. Kukiwa na upepo inaliaga. Sinaliaga hivyo huko juu. David, he is following the divine counsel of the Lord. Divine direction. Mungu akamwambia ukifika hapo ulale. Ulale hapo chini ya hiyo miti. David alipofika hapo akalala hapo. Watu wamelala wengi huko, wamelala chini ya huyo mti. But David alikuwa ameambiwa na Bwana, utakaposikia upepo juu ya hiyo miti, ujue nimekuja kukupigania. Si Mungu afungue masikio yako mwezi wa 9 katika jina la Yesu. Uelewe hata Mungu akikuja ujue the Lord is here now. Don't strike before God. Sema amen. Mungu akuonyesha hata wakati wa kuoa na akuonyesha mahali utakoje ule utaoa. Na utaoa nani? Mungu akuonyesha mahali utaweka biashara na akutokolie onakone Meru, uthie Meru gatokere kuo. Hata kama utaenda Meru, hata kama unafanyia kazi Gikomba, Mungu anaweza kupeleka Kagemi with the divine counsel na kuambia mngoje. David haambiwa Beleman eshi, anaambiwa afuate divine direction. Alipolala pale, wakati watu wanasikia upepo unalia juu na wanasema ni kama kuna nyesha, watu wengine wakifikiria kunyesha, Daudi anajua huyu ni Mungu amekuja. Kainyako kirana jira yako wewe mwene. May God come on your own way. May God speak to you in a language you can understand. You personally in the name of Jesus. May God open your spiritual ear from now. From this day onward before we end this year. May God guide you in the name of Jesus. May God show you your Basham 3. Mungu akuonyesha mkogogo wako mahali. Amen. Mahali utamgojea hata kama ni mtu unasaidia kazi, anaona ukimsaidia bata hauna mkogogo ine. Ni hawendelea kaja kuelezea na huko. I have come. Watu walisikia upepo. Because God anaitwa his name is I am. I am kumaanisha I can be what I want to be. God can come to you like a weed, but he is not a weed. He can come to like a fire, but he is not the fire. Mungu anaweza kuja kwako kama mwanadamu na yeye si mwanadamu. Sema haleluya. Sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mungu akuonyeshe mkogogo wako. Hata kama utakuwa kwa stage utakaa hapo, Mungu atume your destiny connector hapo. Akwambie this is the way in the name of Jesus. We not struggle with our own understanding. We don't rely on the arm of the flesh. Our help comes from the Lord. So may God shake your Basham 3. May God introduce himself to your life in the name of Jesus. Piga Yesu makofi ya imani katika jina la Yesu. You don't have time to get there. The third thing God did to David, he gave him divine strategy. Hatupigane vita. Bora nasema katika Wakorintho wa 2 kwamba sirusi 10 tu kwa hewa nirushe. Ninalenga ninagonga wapi? Mungu alionyesha. Daudi anasema ya kwamba Bwana amefundisha mikono yangu vita.
Sema amen. He was given divine strategy. Atafanya namna gani? Na huyu David amekuwa akishinda vita vyake kupitia haya mambo matatu. May God give you strategy this mwezi wa 9. May divine strategy. Vile umekuwa ukifanya mambo zako, usifanye hivyo tena. May God give you a divine strategy to do new businesses. Amen. Hallelujah. Amen. New strategies. Sema hallelujah. May God give you new strategy. Niona mtu mwingine kula Murang'a, a new strategy anauza uji. Bata anauzanga uji na suti na tai. Amen. Na kwa mfuko akona na brush, akichafuka kidogo anapaguza. Hata kama utaki kukunywa hiyo uji, kwanza unafikiria yake ni tofauti. It is a divine strategy. May God give me divine strategy. Kwa hivyo nasema, let us look whether the strategy of David worked. Alimwambia ngojea. Watu wengine wanapobeba silaha, yeye anazunguka kwa mti ya mikongo hapo. That was the first strategy. Ya kwamba it is waiting. It is looking. Na kujua sasa Mungu amekuja, then go. When he struck. Kwa hivyo nasema ati Mungu alipigana vita vya Daudi. Amen. Somebody else about hatuna wakati wa kusoma. Angalia 2 Chronicles chapter 20. God, you cannot succeed in the battle of life without these three things: divine counsel, divine direction, and divine strategy. Usitegemee ushindi wa jana. God can position you somewhere utakapoonekana. Kwani mtu wa Gethari alijua Gethari inafanya kazi? It was a godless strategy. Mungu aliweka ndani. Na Mungu akamake sure mtu wa Gethari amesimama mahali anafanya nini? Anaonekana. Zinaitwa kwa godless strategies. Na Mungu hakutegemei, anajitegemea mwenyewe. God does not depend on us, we depend on God. May God give somebody a divine strategy today. Now, I declare it now. 2 Chronicles, soma Bible inasema, listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem, and the king Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Ziz. You will find them at the end, the valley of east wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Stand firm. We call them God's strategy. Unapigana vita, unaelekeshwa. God is the commander. Wewe ni soldier, wewe ni army. Hallelujah. In the army of the Lord, I'll never fall back. I'll never turn back. I'll keep on moving because the commander is advising me, is guiding me on the way. He is giving divine strategy. Jehoshaphat was a mfalme. Aliambiwa atamsibebe silaha. Be firm. That's the strategy which was in this cloud. Alitumia na Mungu atakupea kwa maana Jehoshaphat hayuko. Alimwambia hold your possession and see the salvation of the Lord on your behalf. On your O Judah, Jerusalem, do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head. Tuna wakati. Wacha tuangalie Bible inasema verse 21. And when he had taken counsel with the people, the counsel with the, walipata the counsel of the Lord. Ndio ingagai atare mundu muthenya wa mungu. Hata mali unafikiria kuweka biashara, kama sio hapo Mungu akung'oe atumie njia zake zote. Akutoe hapo uende tu mahali ambako you are victorious in Jesus name. Sema hallelujah. Aliwaambia the council with the council with the people. He appointed those who were to sing to the Lord and he praised him in holy attire. And they went before the army and said, give thanks to the Lord for his steadfast endurance forever. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were rooted. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitation, they all helped to destroy one another. When you follow God, you know when you follow God divine strategy. Ini kali. Jehoshaphat wanaomba Bwana, tunaenda vita. Tutabeba silaha ngapi? They were inquiring. After inquiring, Bwana akawaambia, my strategy this time
Hamutatumia majeshi. May God give you a new idea. Amen. Jacob prospered using God idea. Mungu si wa njia moja. Jacob ako na stress. Anatoa kamuti makozi na stress zake. Si mtu akiwa na stress anakuwa na tabia mingi. Anakagusha tu hapo kondozi kikinywa maji. Anaona ya kwamba zile zinapata mimba zikikaangalia zinazaa watoto wako na madoadoa. He found God strategy. Strategy yake iko hana kugoroka. Yule mtu alipata Jacob anatoa matawi ya juu vinakuwa na madoadoa. Anagusha zikipata mimba. Zitoka Jacob de morogi. Ingaka yako strategy ya kuwe mwene. You are only strategy about sio mtu mwingine anajua. May God give vile ambavyo wanasemanga. Zinaitwa nini? Fingerprint hazifanani. Mungu akupe your original idea. Amesema nitatengeneza njia jangwani. When you are following these three things, takama ni kwa jangwa. Hivi nasema Jehoshafatu aliambiwa msitumie bunduki. Ambia watu wa praise wachukue vinada. Hii ni ujinga. Mnapigana watu wako na mabunduki. Watu wako na AK47. Watu wako na mogurunet. Na nyinyi ni vinanda. Hapo ndipo tunahitaji sasa hivi vile vitu za ule ndugu. Si hata wale watu wa majeshi si walishindwa. Sisi tuko farume tatu. Aona kahio matire. Nasema hata kama hauna capital, when God gives you a new idea, you don't need money. There is enough money Kenya to bring back your business, to bring back your new idea. You don't need a man, you don't need a sponsor. God idea is itself, sponsor is itself. Mimi nasema walipoendelea kusifu, na ninawaambia tunapomsifu Bwana, msifu na heshima. Sifu kijua sifa zinaenda kwake. Biblia inasema wale waadui walianza kuwa familia moja, wakaua ufalme moja. Ati walipowamaliza, ati waligeukania wakara the na wanda the. Biblia inaniambia waligeukania wakaanza kuuana. That is my portion. That is your portion in the name of Jesus Christ. Every demonic battle, kila vita ya kiuchawi, mali ya roho ya tatu mali je kugira roho yosio, watapanda wawili wamalize moja. Watakapomaliza huyo mmoja, wenyewe wataanza kurogana. Waseme turogane, turogane. Nani ataroga niroge? Nani nikuroge? Waligeukania. Osho niwe Ngai ule aturenda. Huyo ndiye Mungu wa hii madhabahu. Huyo ndiye Mungu wangu. Huyo ndiye Mungu wangu. Waligeukania wakamalizana wenyewe. I prophesy and I make a declaration. Any camp of Moabu, any camp of Seiri, any camp of Ammoni wamejipanga na silaha. Maana tunaulizia kwa Bwana, we are receiving divine counsel, divine direction and divine. Si walijaribu kuwekelea Daudi kwa mabega nguo za chuma. Mungu akamwambia Daudi hapana, I don't depend on the arm of men. Akapea David a new strategy, a new idea. Akachukua jiwe moja alilolitukuza wapendwa, liliua jitu litesa watu miaka mingi. Mungu akupe jiwe lako leo. Mungu akupe jiwe lako leo. Ninatabia every giant in your life ni wewe utaiangusha. Simama na miguu yako, anza kudeclare katika mambo ya Mungu mambo matatu. Mwambie mambo nilipanga mwezi wa 8. Zile vitu zilikuwa strategy. May God release your strategy. Receive it.